Ehe. Okay, tunaendelea jamani, ili niendelee kuwapa historia ya maisha yangu. Kwa ndio hivyo, mimi ni mzaliwa bwana wa Dar es Salaam, nimekulia Ilala, kiufupi Kariakoo yote mimi ni mwenyeji jamani, na si mgeni. Kwa ndio hivyo, nakumbuka nilikuwa na umri wa miaka 8, 9 hivi kwenda 10, kitu kama hicho. Ilikuwa tunaishi na baba na mama. Ilikuwa ni familia yenye furaha, amani, upendo hivyo. Umeona? Basi ilikuwa ni watu ambao tunaishi vizuri, tunakaa vizuri kwa upendo, kwa amani. Si unajua? Kwa ndio hivyo. Sasa bwana, ilikuwa kiukweli kwa umri huo nilikuwa bado ni binti mdogo, ingawa nilikuwa kidogo kama anishaanza kujitambua fulani, kama akili shaanza kuingia, na kumbukumbu kabisa, na ninakumbuka kiukweli tulikuwa tunaishi mwanzoni vizuri kwa amani na upendo, lakini mwisho wa siku baadaye maisha yalibadilika. Kiukweli sisi sio maskini wala sio tajiri, yani tuna uchumi wa kati, yani kiufupi tulikuwa kwenye swala si la kula mboga 7 kwa siku, hatuna stress kiivo, japokuwa hatukuwa matajiri sana. Umeona? Basi kiukweli maisha mwisho wa siku yalivyoendelea, maisha yalibadilika. Baba na mama kiukweli nilikuwa sijui ugomvi wao ulikuwa nini, walikuwa ni watu wa kugombana sana. Na mimi kwa sababu kipindi hicho nilikuwa mdogo, nilikuwa sielewi ni kwa nini baba na mama wamekuwa kigombana sana. Nilikuwa hicho kitu sikielewi kiukweli. Ilikuwa ni ugomvi, wanapigana nini, kelele, vurugu mechi. Kwa tulikuwa kiukweli sisi watoto tulikuwa hatuelewi sababu ni nini au shida ni nini. Baba na mama walikuwa kigombana vile. Mwisho wa siku ugomvi ule uliendelea, ulikuwa mkubwa, wakawa wanaitwa kama hivyo, wanasuluhishwa nini, lakini mwisho wa siku hawakudumu. Baba na mama waliachana, kila mtu akashika njia yake. Basi baadaye mwisho wa siku baba akawa ametuchukua sisi kwa mara ya kwanza, tumekaa. Mdogo wangu huyo ambaye anatufuatia sisi alikuwa anaumwa. Hiyo siku wakati anaumwa kiukweli hakukuwa na mtu yote, kwa sababu baba alituchukua lakini hakuwa anakaa na sisi. Alikuwa ametuacha kwa baba yetu mkubwa. Hapo ndio tulikuwa sisi tunashinda hapo kwa baba yetu mkubwa. Baba yetu mkubwa yeye alikuwa hajaoa. Kwa tulikuwa tunapitia maisha ya shida. Baba yangu mkubwa alikuwa na mwanae wa kwanza anaitwa Husna, wa pili alikuwa anaitwa Hussein. Mwenyezi Mungu amrehemu kwa walipomana, kwa sasa ni marehemu. Huyo kakaangu Hussein ambaye ni mtoto wa baba yangu mkubwa ni marehemu sasa hivi. Mwenyezi Mungu amrehemu kwa alipo. Basi tukawa tunakaa ndio hivyo, kaka zetu wale na dada yangu hawatulii nyumbani, kwa tunaacha tunazurua au tukaa kama watoto wa mtaani. Shida, vurugu mechi, ni shida tupu, mara tuzurule mule Karume, mara kwenda kula ovyo ovyo, sangine ni shida. Jioni ndio baba mkubwa arudi na dada yetu Husna ndio wapike, saa nyingine ndio hivyo. Ni shida tupu, hatukai kwa raha. Maisha yakawa magumu. Sasa kiukweli mama hilo swala hakuridhishwa nalo. Mama akawa anafuatilia kuuliza wapi tulipo. Kiukweli mama alikuja kugundua tuko Mchikichini. Sehemu moja hivi ni Karume jamani. Karume kama mnapajua, Karume kwa nyuma hivyo wanaita Mchikichini. Kwa hiyo ndio tulikuwa tumefichwa huko na baba, kipindi alichotuchukua. Basi mama akawa ameulizia pale, akaja. Hiyo siku mama alokuja akamkuta yule mdogo wangu mdogo anaumwa, amelala nje, na sisi muda wote tumeenda kuzurura tena. Si unajua tena tumeachwa, hatuna uangalizi wa mtu yote, kwa hiyo tunazurura. Basi mama yangu alichokifanya yule mdogo wangu, sababu alikuwa anaumwa hali mbaya, anatapikiana kuharisha, mama alichokifanya akambeba yule mdogo wangu, hana nguo, mama yangu hiyo akasepa naye. Aliposepa naye akakaa huko. Aliporudi baba mkubwa aligoma sana na akampigia baba simu, akamuelezea. Na muda huo majirani wakawa wanasema kwamba alikuja kuna mama hapa mweupe alikuja akamchukua mtoto. Umeona? Basi babangu mkubwa akawa anamshtakia baba, amemwambia baba, akasema nao pia waangaliwe kwa makini wasije wakachukuliwa. Akasema nao pia waangaliwe kwa makini wasije wakachukuliwa.
Kweli tukawa tunaangaliwa, ndo kama hivyo baba mkubwa anaondoka chap, dakika 2 karudi. Sababu baba mkubwa alikuwa anauza mitumba pale soko la Karume pale la nguo, alikuwa anauza mitumba babangu mkubwa. Kwa hiyo anajiba mida fulani, anakuja anachungulia, tupo, anarudi tena. Atupo, ndio hivyo. Anafanyaje? Anatutafuta. Basi ikaenda siku mangu, kwa muda huo hakuja, kwa muda huo alikaa alitulia. Naona akachukua. Sasa siku moja tukiwa tume katika kuzurura kwetu, tukasema leo twende kwa mama mkubwa pale Mchikichini. Tuna mama yetu mkubwa ambaye dada yake na mama mtoto wa nani wa mjomba wake ni mabinamu. Tukasema siku moja twende tukatembea, kwa sababu tulikuwa tujala, njaa zinauma, hatujapikiwa. Saa nyingine mnaweza mkala asubuhi vile labda kiporo nini, au saa nyingine msile kabisa, tunasubiri jioni mpaka wale dada yangu Husna arudi na babangu mkubwa ndo kupikwe usiku, labda ugali na dagaa hivyo. Yani ni maisha fulani ambayo yani mwisho siku alikuja kuwa magumu, yani tulipitia maisha magumu. Basi ndio hivyo, itabidi mwisho siku ikaenda mpaka tukazoea. Siku hiyo tukasema tuende kwa mamangu mkubwa. Tukatoka pale Mchikichini kwa sababu ilikuwa so mbali na hapo anapoishi baba mkubwa. Basi tukatoka tukaenda, tulikwenda kusalimia, tukapewa chakula pale, tukala, tukaogeshwa. Tunashangaa mara muda si mfupi tunasikia hodi, geti linagongwa. Kwenda kufunguliwa, mama akaingia. Mama alivyoingia alikuwa muda huo hakuja na yule mdogo wetu wa damu. Alikuwa amemwacha kwa mama mkubwa Kigamboni, mama yetu mkubwa. Sasa ambaye baba mmoja mama mmoja na mama yangu alikuwa amemwacha huko. Mama alikuja yeye mwenyewe. Alipofika pale, sisi tukamkumbatia, tukamsalimia. Mama akasema amefanyaje? Amekuja kutuona. Unaona, kweli tukasalimiana pale. Tulivyosalimiana sisi tukafanyaje? Tukacheza. Baadaye mama akasema basi sawa, nitakuja kuwachukua. Ambia hamna mama, kwa sababu baba kakataa. Akasema kwamba sisi ni tusiondoke. Mama akasema msijali, mimi nitakuja kuwachukua, ila sitawachukua kwa leo. Kwa leo nyewe rudini nini kwanza nyumbani, ngoja nikaeke mazingira. Adamu nimemwacha kule na nishamtibia, ndugu yenu sasa hivi anaendelea vizuri. Basi sawa, sisi tukaitikia, tukarudi zetu nyumbani kuna kwa baba mkubwa. Tuliporudi tulimkuta dada yetu Husna karudi. Dada Husna kagomba kwa sababu alikuwa ni mkubwa. Nafikiri kipindi hicho anaweza kata alifika hata miaka 17, 18 hivi. Sababu alikuwa mkubwa yule dangu Husna. Basi tulipofika akaulia wamekula afya, akataka kututia masinki. Akakata na fimbo akatutandika. Basi sisi tukakaa zetu, jioni ikafika, ugali ukapikwa, chakula kikapikwa, tukalala. Tulipolala asubuhi kulivyokuja kila mtu akashika njia yake, wao akaondoka. Sijui walikuwa wanaenda wapi kwa kipindi hicho, kwa kweli nilikuwa sijui. Baba mkubwa akaondoka akaenda zake Karume, aliweka kwenye mihangaiko yake huko. Sasa siku hiyo sisi tumekaa, masiku akawa yanasogea yanaenda. Sasa hiyo siku wakina baba mkubwa walifanyaje? Waliondoka. Walipoondoka wakawa wamefanyaje? Wametuacha sisi pale nyumbani. Sasa sisi tulichokifanya, tukachukua kufuli, tukafunga mlango ili tuondoke kwenda sasa mida yetu hii ya kutembea sasa kuzurura huko. Tukafunga mlango. Sasa tulipofunga, mimi sikumbuki funguo niliiweka wapi. Umeona? Sikumbuki nini funguo niliiwekaga wapi. Hiyo funguo sijui nilitupia wapi. Sasa nikaanza kuwaza, nikasema Mungu wangu, leo mimi nitafanyaje? Nitauawa leo mimi nitauawa baba mkubwa akirudi. Na kweli jioni nilipofika nikawa naogopa kuingia ndani. Baba mkubwa akawa anatafuta akanikuta nimekaa kwenye nyumba moja, mama mmoja hivi anaitwa mama nani sijui, alikuwa anaitwa Mama Vero, kitu kama hicho. Bwana, tuishie hapa kwa siku ya leo kwa sababu story ni ndefu na ni mkasa wa kweli. Mwanadada kama alivyojitambulisha jina lake hivyo kama ulivyosikia katika sehemu ya kwanza, mimi naitwa Uncle G, ndiye ninayeweza kuweka sawa mambo yaende vizuri, kwa sababu huku YouTube basi tumeona bwana tutoe kwa njia hii, kwa sababu mambo ni mengi sana, muda ni mchache. Kwa hiyo bwana, tutaendelea katika siku ya kesho. Ilikuwa ni katika sehemu ya kwanza. Yes, umeweza kusikiliza vizuri. Kama hujaelewa basi unaweza kurudia kuplay. Mambo ni mengi, muda ni mchache bwana. Mimi nitoka Uncle G, tukutane katika sehemu ya pili. Kwa leo sina la ziada.